Crazy Rocket, now available on PMBet. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, kutupa afya njema. Mimi kama kiongozi wa wachezaji wangu wapo kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye ligi. Mchezo wa kwanza mlipoteza dhidi ya Simba Sports Club mkiwa nyumbani na sasa mnakwenda kucheza ugenini. Je, psychology yenu ikoje na mmejiandaa vipi dhidi ya mchezo huu? Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Kwa mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine, tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Kwa kwenye mpira of course lolote linaweza likatokea. Swali kwa mpira. Unaonekana unajiamini kiasi kubwa sana. Pengine kauli mbiu ya mapigo na mwendo, ni kweli kesho mwendo utaendelea na mapigo yataendelea kwa upande wa Simba? Inshallah Mungu atasaidia kwa hilo. Kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho, kwenye mpira dakika 90 zitaamua. Of course tunajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo ni timu bora, ni timu kubwa barani Afrika, hilo linajulikana. Lakini kila jua lina mwangaza wake, itajulikana itakucha vipi. Karibu sana. Nahodha, unapokutana na timu madaraja ya juu, ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kwa wachezaji ambao wanacheza timu za madaraja ya kati kutekeleza mpango wa benchi la ufundi? Kikubwa kwanza, unapokutana na timu ambayo ina daraja kubwa kukuzidi, cha kwanza saikolojia ambayo utakuwa umetengenezewa na walimu wako ndio itakusaidia pia utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakavyokutuliza na we mwenyewe utakavyoingia kwenye mchezo. Mind ndio kitu kikubwa sana ameset kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa asilimia kubwa wachezaji tulionao kwenye timu ni wachezaji ambao wamepevuka kimpira. Sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana la namna ya kucheza. Sio mara ya kwanza tunakutana na timu kubwa, tushakutana nazo. Ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kutekeleza jukumu ambalo tutakuwa tumepewa. Karibu. Ukitazama kwenye ligi tumesalia michezo michache sana ili iweze kutamatika. Kama wachezaji mnapokaa kuelekea michezo zaidi na kukutana na timu kubwa mbele yenu, huwa mnazungumza nini hasa ili kumaliza vizuri ligi kwa upande wenu kama wachezaji, kujiweka kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo? Kwanza tunashukuru uongozi wetu kwenye kila chumba cha mchezaji tumejitahidi kubandika msimamo ule. Mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale. Inamuongeza mchezaji morali ya kupambana, kujua hatupo kwenye nafasi nzuri, tupambane namna gani kuweza kuinusuru timu ya watu. Na mnapojiona malengo yenu yanaelekea kutimia ikiwa msalia mchezo mchache hivi? Yes, malengo yatatimia bila shaka. Mungu atasaidia. Malengo yetu yatatimiza. Tumezamilia kuanzia mwanzo wa ligi, tutatimiza malengo yetu inshallah. Labda Masome, una neno kutoka mashabiki na uongozi wa Mashujaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club? Kwanza napenda kuwashukuru sana mashabiki wa Mashujaa FC. Ni mashabiki ambao ni nguzo kubwa sana kwa Mashujaa. Tunawapenda mashabiki zetu na popote pale Tanzania watu wa Kigoma wamejaa sana katika kila sehemu. Naamini hapa Dar es Salaam kesho utaona mashabiki wa Kigoma watakuwepo wa kutosha. Na sio tu watu wa Kigoma, mtu yote ambaye anavutiwa na Mashujaa ni mwana Lake Tanganyika, tunakubali waweze kujitokeza kuja kusupport timu yao kwa aina moja ama nyingine. Nikushukuru sana Masome. Nikushukuru sana Mwalimu Freddy, niwatakie mchezo mwema na Mungu